Ndugu zangu wana Mwinyi, ukimuona mwana CCM amesimama mbele akiomba kura za Chama cha Mapinduzi kwa ujasiri, ujue yapo mambo ambayo tunajivunia na tunatembea nayo kifua mbele. Ndugu zangu, wananchi wenzangu wa Tabora na wakazi wa Mwinyi kwa ujumla, Mheshimiwa Mwenyekiti, wapo watu wanajifanya hawaoni wakati macho wanayo, lakini pia wanajifanya hawasikii wakati masikio wanayo. Sasa lazima tuwatumie ujumbe na tuwaambie yale wanayoyatambaza sio masuala sahihi. Tusikilizane hapa ndugu zangu. Leo nimesimama hapa nikiomba kura za mgombea urais wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Anazungumza hapa mwenyekiti wetu wa chama. Dr. Samia amefanya mambo mengi nchi nzima, lakini jimbo la Tabora na mkoa wa Tabora mama huyu amefanya mambo mengi kubwa ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti tukisema tuyaeleze tunakwenda kumaliza muda wote kwa kueleza mambo aliyoyafanya Dr. Samia. Amezungumza diwani mwenzangu Nasir, ukiwa mbunge unakuwa diwani. Amesema kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia ya kuleta barabara zaidi ya kilomita 3 katika kata hii ya Mwinyi. Lakini tunafahamu kata ya Mwinyi ni moja kati ya kata ambazo zimekuwa zikipata mafuriko ya mara kwa mara kipindi cha mvua. Jambo hili ndugu zangu, jambo hili limekuwa ni kero kwa wana Mwinyi, na niwaambie kero hii inakwenda kumalizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo hili limeshawekewa mkakati, na ninawaambia kwa ujasiri kwa sababu ilani hii imeeleza kwa kirefu sana jinsi ambavyo tutakwenda kukabiliana na matatizo ya mafuriko katika jimbo la Tabora mjini. Tunafahamu mafuriko haya Mheshimiwa Mwenyekiti si kwa kata ya Mwinyi peke yake. Kata ya Mwinyi, kata ya Malolo, kata ya Ipuli na maeneo mengine yanapata changamoto ya mafuriko. Tatizo lililopo Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo lililopo ni maji yanayonyesha kukosa mwelekeo. Serikali ya awamu ya 6 chini ya mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imetenga fedha kwa ajili ya kujenga mitaro mikubwa. Hii sio mifereji, mitaro mikubwa kwa ajili ya kuelekeza maji kwenda kwenye maeneo ambayo yanastahili kwenda, ikiwepo kwenye bwawa la Kazima. Mitaro ile itajengwa ndani ya miaka 5 inayokuja, na kata ya Mwinyi mtaondokana na tatizo la mafuriko. Lakini niwaambie ndugu zangu wana Mwinyi, ninafahamu changamoto nyingine mlionayo. Kata hii Mheshimiwa Mwenyekiti ina shule moja peke yake ya msingi. Wananchi wameongezeka, na kama unavyofahamu mkoa wetu wa Tabora kwa kweli mashallah alhamdulillah Mwenyekiti tunaongezeka siku hadi siku. Kuongezeka huko kunasababisha tuwe na uhitaji wa kupeleka watoto wetu shule. Lakini nikizungumza hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba pia uhitaji wa shule umeongezeka kwa sababu mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan ameanzisha utaratibu wa kusoma bure kuanzia darasa la 1 mpaka kidato cha 6. Wazazi wengi wameamka. Wazazi wengi wameamka kupeleka watoto wao mashuleni. Kwa hiyo kupelekea shule kujaa na shule kuwa na watoto wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeliona hilo na Chama cha Mapinduzi kimeliona, na ndio maana kimeahidi ujenzi wa shule za msingi na sekondari katika jimbo la Tabora mjini. Na nikuombe ndugu yangu Bwana Nasir, katika shule za msingi zitakazokuja katika jimbo la Tabora mjini
Tutakapoingia pale kwenye halmashauri, tupiganie kupata shule, watoto wetu waweze kusoma kulingana na uhitaji walionao.